na yenye bashasha kabisa popote pale ulipo mtazamaji na mwanamichezo. Hii ni namba 10 na hapa tupo katika kipindi cha namba 10 ambapo kubwa zaidi huwa tunatazama matukio kubwa 10 ambayo yanashika nafasi kubwa katika nyanja mbalimbali, iwe mchezo wa mpira wa miguu, ngumi ama mchezo mwingine wote ule. Mimi ambaye ninakukaribisha, mimi ni Idi Nonga. Kubwa zaidi leo tutatazama muendelezo wa mijadala mikubwa ambayo inaendelea kuhusiana na ligi kuu soka Tanzania bara. Leo tutatazama mchezo wa Simba Sports ambao wamecheza siku za hivi karibuni dhidi ya Mashujaa na mijadala mikubwa ambayo imeibuka katika mchezo huo. Je, unajua mwenyekiti wa kamati ya waamuzi amezungumzia nini mara baada ya mijadala mikubwa kutokea kile ambacho kimetokea katika mchezo ule? Vipi unafahamu ama unajua kuhusiana na tetesi za huenda tajiri wa Simba Sports Mo Dewji huenda akadhamini zaidi ya timu 10 kunako ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu ujao? Vipi kuhusiana na mchezo wa leo ambao Simba Sports watacheza kule Meja Jenerali Samuyo dhidi ya JKT? Je, kipi ambacho kimezungumzwa ama wachambuzi wangu hapa kipi ambacho watakizungumza? Kunako kick-off number 2 tutatazama mchezo wa masumbwi kwa Terence Crawford dhidi ya Canelo Alvarez mara baada ya kupita kwa muda mrefu na kuwepo kwa tetesi nyingi kuhusiana na mabwana wawili. Rasmi sasa wamethibitisha wote watapanda ulingoni itakapofika mwezi wa 9. Je, nani ambaye anapewa nafasi ya kushinda katika fight hiyo? Pia huo ni mjadala mkubwa ambao pia tutakutazama kunako kick-off number 2. Katika review tutatazama michezo mbalimbali ambayo imechezwa kwenye viwanja mbalimbali kule EPL. Chelsea wamefanikiwa kuibuka na ushindi dhidi ya Liverpool. Je, walikuwa wamepiga bomu mochwari mara baada ya Liverpool tayari washatangazwa kuwa mabingwa kunako ligi hiyo? Pia ushindi huo kwao una maana gani ama una thamani hipi? Vipi kuhusiana na Arsenal ambao wameendelea kufanya vibaya katika siku za hivi karibuni, awamu hii wakipoteza dhidi ya Bournemouth ambao kwa mara ya kwanza katika historia yao wakifanikiwa kuibuka na ushindi katika dimba la Fly Emirates nyumbani kwa Arsenal? Vipi na Manchester City ambayo takriban alama 3 tu wamepitwa na Arsenal mara baada ya kupitwa alama nyingi mara baada ya kuanza vibaya katika msimu huu? La Liga nayo imeendelea, Kylian Mbappe akiwa shikiki kule La Liga, lakini pia Real Madrid imeendelea kuruhusu mabao ya mara kwa mara, huku Barcelona nayo ikifanikiwa kupata ushindi. Atletico de Madrid wao wakibana mbavu kuelekea El Clasico. Je, haya matokeo yametoa tafsiri yoyote na yupi ambaye huenda akaibuka kuwa mshindi? Login ipo, profile bila kusahau preview ambayo pia imepata nafasi. Kwenye kick-off number 3 tutakuwa na mtazamo wa vichwa mbalimbali vya magazeti. Katika gazeti la Mwana Sport ambayo unaliona likipambwa picha sambamba na taarifa mbalimbali kubwa ambazo zimeandikwa. Taarifa kubwa ikiwa ni madudu ya waamuzi yachefua wengi, TFF bodi zijisafishe kwa tuhuma hizi. Lakini katika upande wa nyuma napo ikiandikwa hii kitu haikubaliki, nahodha kocha Arsenal wachana masaa. Ni nani huyo na kipi ambacho hakikubaliki? Yote hiyo tutazama katika kick-off number 3. Kama ambavyo nimekuambia, mimi ni Idi Nonga. Katika panel ya uchambuzi nipo na kaka wakubwa hapa, mtaalamu Zuberi Mkalaboko, lakini pia nipo na teacher Tigana Lukinja Mpwa, au unaweza kumuita veterani wa hizi kazi. Bado tuko salama wazee? Tuko vizuri kabisa. Na mimi katika moja ya furaha yangu kubwa kupitia kwa mpwa wangu, si kibaya pia kuitaja kwa sababu kuna ligi za veterani zinaendelea sasa hizi. Mpwa anamwaga sana madini. Hazina kaka hii. Hii Zuberi ni hazina, tuitunze. Ukoko. Wanajua chungu na tamu ya ligi. Kwa sisi ambao tunakaa nao karibu, kuna mambo tunanufaika nayo yale ya moja kwa moja, na hasa sisi ambao tuko kwenye field ya mpira, kwenye nadharia zaidi. Unapopata na mtu ambaye kashiriki kwa vitendo, unavuna mambo mengine zaidi. Kwa hivyo tunaitunza hii hazina. Lakini pia ni pongezi, mimi nasema watu wanatajwa akiwemo marehemu rafiki yako yule ambao ndio waliasisi wazo la kuipata ile ligi. Nadhani Mwenyezi Mungu amrehemu na wenzake ambao wameratibu ile zoezi. Ni watu ambao inabidi washikwe mno. Nataraji mimi kuona hii Veterans League ni moja ya ligi inaweza kuwa na mvuto zaidi siku za usoni
na ikawa pengine ndio inakaribia hata ligi yenyewe kubwa. Yes. Kuna kitu nakiona kutoka kwao, kwa sababu tutakwenda endelea kuona wale wachezaji ambao wako off the pitch lakini wakicheza katika muktadha mwingine. Kwa hiyo ni ligi ambayo naitazama mbali sana mimi tangu nimeanza kufuatilia michezo yake. Natukumbusha historia. Kuna vitu tunamisi tu ni kwa sababu wachezaji wengi wamecheza nyakati tofauti sana. Kupata historia zao halisi sana. Nadhani pia itatoa nafasi kwa commentator kakangu wako pale. Moja maana watu wanatamani kimsikia fulani alicheza timu gani. Sasa fulani anacheza Azam lakini upate kupata historia yake ya nyuma. Kama ni nani alicheza wakati gani na ilikuwaje. Nadhani mwakilishi huko hapa watakwenda kutushibisha. Tunatamani sana tuwajue wale watu pale wanapocheza. Bwana, ndivyo tumeanza hivyo, na moja kwa moja twende kwenye mjadala mkubwa ambao umetuweka hapa. Kubwa zaidi ni kilio ama mijadala mikubwa ambayo inahusiana na waamuzi kunako ligi kuu soka Tanzania bara, sababu kubwa ikiufanya ama kutokea kwenye mchezo ambao Simba Sports wakiwa nyumbani katika dimba la KMC wakicheza dhidi ya Mashujaa. Mchezo huo ulimalizika kwa Simba Sports kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-1. Hapa ndipo vitu vingi vilianza kuzungumzwa, na kabla ya kufanya yote tumsikilize na kumtazama mwenyekiti wa kamati ya waamuzi Nasoro Hamduni, ambaye yeye anatupa ama anafungulia njia ya mjadala mkuu ambao tunaanza nao katika namba 10. Hiyo ni kwa sisi tunaona kama ni upangaji wa matokeo. Kwa sababu gani? Mchezaji ni mfanyakazi na timu imemwajiri. Sasa una nini kwenda kumwahidi? Unamwahidi nini? Na isitoshe kuna ahadi ambazo zinatoka saa nyingine kwa wadau wa soka ambao sio walengwa wa klabu hiyo. Kwa mimi nawaomba sana wadau wenzangu wa soka, tafadhalini tuacheni mpira uchezwe na uchezeshwe ili mshindi patikane uwanjani. Tuache kutoa ahadi ambazo baadaye zinakuja kuleta uhusiano mbaya kati ya watu na watu, kwa sababu ahadi zisipotekelezeka tunaanza kuona kwamba kuna watu wanalalamika kwamba ahadi waliopewa hawajapata, matokeo yake mnatuvunja moyo. Mwenyekiti, ukisema kwamba ahadi hizo wakati mwingine zinatoka nje ya timu zenyewe, una maana gani? Ina maana kabisa, inawezekana wewe ni mdau wa habari unaiahidi timu kwa yote vile kwamba ukishaahidi hiyo timu kwamba wafanye hivi, sio vizuri. Wasio wenye vilabu wenyewe wafanye hilo jambo kwa uhakika zaidi. Nasoro Hamduni, mwenyekiti wa kamati ya waamuzi, akigusia kwenye mjadala mkubwa ambao umekuwa ni takriban siku kadhaa mara baada ya kumalizika mchezo wa Simba Sports ambao walifanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Mashujaa. Na hapa ametupa picha ama kile ambacho tungeanza nacho kukizungumza. Anaposema ahadi inagusa maeneo mengi, kwa bahati mbaya huyu ambaye amezungumza naye, ningekuwa mimi follow up question ningesema unazungumzia ahadi unaenda kwenye uwanda gani? Sababu ahadi inaweza kuwa ni eneo kubwa, ukitoa kwenye timu pinzani labda wengi wanagusa kwenye eneo la uamuzi. Wengi wamejikita hapo kutokana na kile ambacho kimetokea. Ana hoja? Yes. Ana hoja nzuri tu. Kwanza ni recognize kwake Hamduni Nasoro, mwamuzi wa zamani, mmoja wa waamuzi bora ambaye kuna kituko kiliwahi kufanyika miaka mingi iliyopita. Alichezesha mechi. Wachezaji baada ya game waka fallen kwenda kumpa mkono wa pongezi licha ya matokeo kwamba kuna upande ulikuwa umeshinda. Nakumbuka alikuwa ushirika na nani miaka mingi iliyopita. Lakini hii nataka kuonesha kwamba yeye wakati anachezesha alikuwa yuko bora sana sana. Nimemuona mimi mechi nyingi. Yes, mimi ninapokuja kucheza alikuwa ameshaondoka kwenye industry kama mwamuzi, na sasa hivi anawajibikia taaluma aliyoipitia. Kwa hiyo anachokisema ni sahihi sana. Tukija kwenye hoja hii, inapotokea hoja imeletwa kwa mfano ahadi, bonus za timu zipo kwenye mikataba ya wachezaji. Kwamba timu suppose mmeshinda, basi kuna bonus hii kwa matokeo labda ushindi, kuna bonus hii kwa sare, kuna bonus hii kwa ujumla wa mwisho wa msimu, nafasi mtakao maliza nayo, umeelewa? Lakini inapokuja kutoka kwa timu nyingine ya nje kwamba pambaneni, alama 3 zitabaki zenu, lakini motivation tunaitoa sisi. Yule ananufaika nini na matokeo ya kwako? Ndio maana anafika mapahala anasema hii inakwenda kwenye match fixing, kwamba nipambanie mimi nilioko nje ili upate matokeo sio sahihi. Umeelewa? Timu zitafute vyanzo vya fedha, yani wamiliki wa timu waone kwamba kuna faida ya kuwa boost kwenye bonus kwa mechi kadri ya ukubwa wa mechi. Kama mnacheza mechi kwa mfano hizi kubwa, labda JKT, labda nani, Mashujaa na Simba, ni mechi kubwa, maybe mfumo wako wa kutoa bonus za mechi kwenye eneo la ushindi zilikuwa amount fulani. Kwa kuelekea mechi kubwa ya mfumo huu unaiongeza ile amount, lakini inaoongeza ni taasisi husika unayowajibikia.
Hichi ni kitu ambacho kipo dunia nzima. Mimi nilishangaa sana, kwa mfano kwenye treble ambao waliwin Manchester United mwaka 1999, alicheza mechi 3 za fainali kwenye siku zisizozidi 10. Alicheza nafikiri kwa tarehe 12, akacheza tarehe 20, akaja akamaliza tarehe 25 ya mechi against Bayern Munich. Amecheza FA, amemaliza msimu wa ligi katika mechi ya mwisho ambayo ilitoa ubingwa, akaenda kwenye mechi ya FA na Newcastle akashinda, afu akaenda kwenye Champions League, yani ndani ya wiki 2. Lakini ukiuliza wachezaji, licha ya kulipwa mabilioni ya shilingi kama mishahara yao ya wiki, lakini anakuambia eneo kubwa lililotufanya tukapambana ilikuwa ni bonus za timu, kwamba mkishinda hapa. Nakumbuka kwenye mechi yao ya Champions League against Bayern Munich iliahidiwa fedha ya nyakati hizo kwa kila mchezaji milioni 115. Unajua ilikuwa ni fedha ambazo ni nyingi sana, zikawapa spirit ya kupambana. Hata katika mechi ambayo walidhania wanaipoteza kutokana na mwenendo wa mchezo, kuongozwa bao moja kwa muda mrefu, walikuja wakachukua game dakika 2 za mwisho wakawa mabingwa. Kwa hiyo bonus kwenye game, kwenye timu ni kitu cha kawaida, lakini zitoke kwa timu husika. Kwa nini Zuberi, mjadala wa bonus kwenye mchezo wa Mashujaa na Simba umekuwa ni mjadala mkubwa, wakati kama utafuatilia matokeo ya timu hizi kwa msimu huu, kama mjadala unakuwa unakosa nguvu, kwa sababu mchezo wa kwanza Lake Tanganyika Simba iliwabidi dakika za mwisho kabisa waweze kupata matokeo vis-a-vis mchezo huu ambao pia wamecheza siku za hivi karibuni. Imekuwaje? Kwanza hakuna sehemu ukathibitisha kwamba eti ugumu wa mchezo watu wamepanga matokeo bila kuwa na ushahidi wa kupanga matokeo. Tunalo tatizo, bodi ya ligi imepuuza kanuni za kulinda ubora wa ligi. Na ndio maana ni rahisi tu mtu sasa hivi akakwambia GSM anadhamini timu hizi. Kwani udhamini unaathiri nini ushindani uwanjani? Kwani udhamini unaweza ukaweka tabaki gani la mchezo uwanjani? Kwa sababu GSM fedha anaweza kuweka Mashujaa, sio sawa atakaweka Young Africans kulingana na mileage ya Young Africans, sio sawa na fedha anaweza kuweka timu nyingine yote ambayo ina mileage. Bodi ya ligi imepuuza kanuni za kulinda ubora wa ligi, ikiwemo haya tunayoyataja. Kwa mfano, ni wapi sasa tunayo kanuni ambayo inaweza kadhibiti na endapo utapatikana ushahidi wa mtu ambaye kaahidi ahadi kwenye timu ambayo sio ya kwake? Hatuna hiyo kanuni. Ni wapi sasa tumetengeneza kanuni nzuri sasa tunapobaini muamuzi ambaye anachezesha mechi nje ya kiwango, chini ya standards zilizowekwa na bodi ya ligi, hataki kuchezesha ligi? Hatuna hizo kanuni. Sisi muamuzi anaharibu leo, baada ya miezi 3 anapewa tena timu. Na wengi wamepita katikati. Kwa sababu hatuna kanuni inayolinda ubora wa ligi, ambayo hata muamuzi angejua nikipewa nafasi NBC nikachezesha labda mechi moja nikapatikana makosa ya kiufundi, nikaonekana na makosa ya kujirejea, siwezi kuwa muamuzi. Tusingekuwa na waamuzi wa babaishaji. Kwa wakati tunazungumza ubora wa ligi yetu, tujue hatuna kanuni za kulinda ubora wa ligi yetu. Ndio maana leo ni rahisi tu mtu akakwambia naye Mo anataka kudhamini timu 10. Mimi nasema aje, kwa sababu timu zinataka timu zinataka fedha. Na anavutika kwa sababu ya biashara kwenye timu zetu. Sasa hata Mo akija, GSM wana timu 10, Mo wana timu 20, kinachoangaliwa standard ya timu yetu inalindwa na bodi ya ligi. Na ndio hapa unakuja kugundua bodi yetu ya ligi nayo haiko huru kujaribu kusimamia standard ya ligi, kwa sababu standard ya ligi yetu sisi inaathiriwa na maamuzi kwa kiwango kikubwa. Lakini pia inaathiriwa na kutokuwa na kanuni nzuri za kubana timu kwenye standard. Sasa haya atayafanya nani? Mashabiki wanaotaka timu zao zishinde kwa namna yote, viongozi wanaotaka timu zao zishinde, kwa sababu sasa hivi tumetoa rehani na sadaka ya maadili kwenye mpira wetu kwa kuendekeza ushabiki. Ukisimama leo ukaonesha kosa la Simba, utashambuliwa na Yanga. Ukisimama kesho ukaonyesha kosa la Yanga, utashambuliwa na Yanga dhidi ya Simba. Ukisimama ukaonyesha mapungufu ya mechi za hizi dogo, timu ndogo ambazo hata wazifuatili hawezi kukushangaa sana. Lakini simama onyesha makosa ya muamuzi ya KMC, wewe utaonekana unachambulia Yanga. Simama onyesha makosa ya muamuzi mechi ya Yanga na nani, utaonekana wewe unawasaidia Simba. Yaani tumeshakubaliana, viongozi wa mpira, viongozi wa timu wote sasa hivi tumeweka rehani maadili kwenye ligi yetu. Hakuna mtu anayeseti standard tena. Na hata ukiona Mo ujio wake, pengine ukija nani, ni kuona kama hakuna standard. Sasa nani ataweka standard ya ligi yetu? Ni bodi ya ligi kuweka kanuni za kuweza kulinda ubora wa ligi. Maeneo mengine yote yana standard za kulinda ligi. Ukiwa mdhamini, leo sisi ndio tumeletewa andiko juzi na FIFA. Eti kwamba mkataba wote na timu kumbe ambao unaweza kufanywa na timu baina ya mdhamini, hata bodi unaweza usiwepo na wana hata shida. Lakini standard ya mikataba lazima iangaliwe katika kulinda maslahi ya mpira wetu. Ni nani sasa anaweza kawajibika na hii dhana kwamba waamuzi wanapanga matokeo, viongozi wa timu wanapanga matokeo? Ni nani? Tumtafute TAKUKURU? Ni kwamba kwa sababu tumeshindwa kuseti hizi standard. Sasa hivi kumeanza kugawanyika.
kwa waandishi wa habari, wapenzi wa mpira, mashabiki, viongozi, kwa sababu tumeshakubali sasa hivi ni kama shamba la kufukuza ngedere. Kila mtu mwenye mkuki, mwenye jiwe. Maana ligi yetu ni kama shamba la kufukuza ngedere. Sasa hivi hakuna maadili yale ya kukaa kulinda ubora wa ligi. Hatuoni kwa viongozi, hatuoni kwa viongozi wa timu, hatuoni kwa viongozi wa bodi, hatuoni kwa watu wengine wote. Imekuja inaathirika mpaka si waandishi. Ukisimama kuonyesha kosa na uguza timu fulani utageuzwa kibao. Akisimama yule na sasa hivi tunashabikia makosa. Kuna watu wanaandika comment za ku-entertain makosa na madhaifu yanaonekana. Lakini watu ambao wao pia watashambuliwa. Kuna watu wanaweza katoa ushauri akashambuliwa. Unadhani nini? Tumeharibu mpira wetu na madhara yake hii ni kwa sababu hawa mashabiki wa leo wanaozoea hiari ndio viongozi wa soka wa kesho. Watoto ambao wanagundua ligi yetu tunajadiliana ubovu wa waamuzi. Kesho ndio wachezaji na kesho ndio viongozi. Tafsiri yake kwamba tumeamua kufukuza shamba la ngedere, kila mtu na silaha yake. Hii nadhani bodi ya ligi, timu hizi embu zikae ziangalie nini cha kufanya. Lakini ifike hatua hiki chombo kiongezewe nguvu. Hiki chombo kimemezwa sana. Hiki chombo hakiko huru sana. Hiki chombo rahisi kushambuliwa kwa sababu muundo wa kuunda bodi yetu ya ligi umejaa ushabiki. Sababu hii bodi ya ligi inaundwa na vilabu, hatukatai. Bodi ya ligi ni chombo cha vilabu, lakini kinafanyaje kazi kwa maslahi ya vilabu? Ndio unagundua kuna athari kubwa kwenye hizo bodi za ligi. Kwa hivyo wakati mwingine tunajaribu kuonyesha matatizo yetu bila kujua tunayamalizaje. Kila mtu sasa hivi atakwambia rushwa alafu sasa. Takukuru alafu sasa. Hapo tunaenda nafikiri ikatusaidia Hamdun mzee wangu, mara nyingi tunabadilishana naye mawazo. Anakiri anasema hata hizi zawadi, sasa zawadi kama zinatolewa hazifai. Hamdun yuko kwenye organ ambayo ya maamuzi. Je, hatuna hizo kanuni za kudhibiti zawadi? Ana tukatai, tunasikia na tunajua watu wengine kwamba klabu hii inaweza kaenda kuentertain klabu hii, jamani bushindeni dhidi ya hiyo mechi. Kule ni kupanga matokeo, lakini mbaya zaidi duniani kote matokeo yanaweza kupangwa na vilabu. Mbaya zaidi matokeo yakinapangwa alafu mamlaka inafumbia macho. Kwetu sisi shida upangaji wa matokeo, mamlaka inafumbia macho. Kwa nini? Inaweza kafumbia macho kwa kutaka ushahidi, lakini inafumbia macho kwa kuangalia kanuni. Kwa mfano, sisi tumekuwa tukipiga kelele ya ulozi hapa. Lakini kwa nini hatuna kanuni kali ya ulozi? Mamlaka manake inafumbia macho. Tumekuwa tukipiga kelele kwenye maeneo kama haya ambayo ili unayatazama pengine ya namna ambavyo athari ya mpira wetu. Tunafumbia macho. Sasa nani atavutika kuja kuwekeza fedha kwenye mpira ambao uadilifu hakuna? Kwa hiyo hata hao wengine wanataka uwekezaji, ndio maana mtu akiona mtu wa Simba anawekeza mwana anajua hisi ubaya ubwela. Hayuku GSM ubaya ubwela. Tunashangilia. Lakini GSM wanahitajika kwenye mpira wetu, wanaziongezea vilabu utajiri. Sasa vipate fedha, ila standard ya mpira wetu wala sio wafadhili, italindwa na bodi ya ligi kuweka standard. Mwekezaji njoo, wekeza hapa. Kwa sababu vilabu vya wenzetu tunakuta vinamdhamini zaidi ya mmoja na ndio fedha inakotakiwa. Sasa kwa hii inayoendelea, mwenyekiti wa kamati ya waamuzi anatulalamikia. Maana naye lawama ile anaitoa. Unajifunza nini? Mtu wa mtaani afanyeje? Atatoka kiongozi wa mpira wa juu naye anatoka lugha na kulalamika. Kwa hiyo ni jamhuri ya malalamiko. Sasa shida ni kwamba hatuwezi kutatua kero mbaya. Ukitoka mwandishi na ukiposti kitu ukionyesha shida watakushambulia mpaka basi. Sasa tumeshafika sasa, tunataka kukubaliana tuko kwenye shamba la ngedere. Kwa hivyo lazima tuangalie kuchukua hatua ngumu na wa kwanza kutusaidia katika mpira wetu TFF na bodi ya ligi. Jamani, tulikofika iwe ni lesson. Sisi hatujifunzi kwenye makosa, ila tunaishi na makosa. Sasa tukienda hivi msimu ujao utakuwaje? Vurugu itakuwa kubwa. Kwa hiyo tunao mapungufu ambayo tunatakiwa tuyafanyie kazi pengine kusaidia hii hali itoke kwenye tatizo. Teacher, mimi ningependa unisaidie pia mtazamaji naye ambaye anatazama kunako namba 10 pia apate kitu kikubwa kwenye hii ambacho ningependa nikuulize. Kwa nini matokeo ambapo wanazipata kati ya hizo timu mbili ambazo ndio kubwa na mara nyingi ndio ambazo huwa zinatupa mijadala mara nyingi mno, kama mmoja atapata matokeo mwingine akishindwa kupata matokeo ama akipata matokeo kwa ugumu, basi mmoja atahusishwa kutia mikono kwenye aina ya matokeo ambayo mwenzake ameyapata. Ina uhalisia hii au inazungumzwa kwa sababu tu kwa sababu inakuwa kama ina visingizio? Kuna muda unasema hii ndio inazungumzwa, mbona kawaida tu hili, mbona alihusiani kabisa ambacho kinazungumzwa? Ina uhalisia. Hilo liko wazi. Iko wazi. Kuna timu financial status zao ziko chini. Uchumi wao upo chini. Inapokuja michezo mikubwa tunaambiwa wamehaidiwa mamilioni ya shilingi. Sasa pale ndo unatia doubt. Lakini zese zinatoka kwenye uongozi wa timu mpwa. Ndio maana tunatia doubt kwenye level ya timu. Kwa mfano fedha ambazo iliyotajwa. Kwani leo hii kwenye mechi ya Simba hii ilitamkwa milioni 100. I'm not sure, sitaki kwenda huko.
Nataka zile ambazo nimesikia viongozi wanasema kwamba tuna milioni, mfano Tabora yule. Yes, tuna milioni 60, tuna milioni 50 60. KMC hapa kuna wakati fulani walipata matokeo dhidi ya Young Africans wakapewa milioni 50, vitu kama vile. Sasa unajiuliza kwamba ni serious hii bonus imetoka kwenye taasisi husika. Je, ukizungumza na mchezaji moja, wachezaji wana madai mengi. Mbona hajatimiziwa kwenye hii mechi ndo? Inakuja huku. Tumeona game, nilizungumza moja ya kitu ambacho ninaamini kimewaathiri Ken Gold kuelekea mchezo wa Azam. Walikopeshwa nauli walikuwa wanakwenda mapumziko, wakakopeshwa nauli 200,000. Mshahara unaingia, wana game ya Azam, bosi anakata mshahara hapa zile. Lakini leo huyu sikia atakapokuwa anacheza na hizi timu, unaweza ukasikia bonus inaotoa. Kwa mfano Ken Gold wakati anacheza na Yanga mchezo wa kwanza ule, Yanga wanapata goli jioni. Unakumbuka? Yule bwana Ken alisema kwamba alikuja yeye mwenyewe kiwanjani mazoezini aka finalize kila madai yote ya wachezaji kwa mechi maalum. Sasa hiyo ni viashiria vya kupanga matokeo. Sasa unarudi kuangalia, je, mahitaji ya fedha ya timu yapo siku zote? Kwa nini mechi hizi zinakuja kwenye hali ya juu? Lakini la mwisho ni experience ambayo ninayo kwa kupitia hizi timu. Zinatambua kabisa kwamba washindani ni sisi wawili. Yaani washindani wa kuelekea kwenye ubingwa ni sisi wawili. Yes. Kudili na game zangu tu hakunipi matokeo ya kwenda kuwa bingwa. Lazima nitie mkono kwenye game za mwenzangu. Siku wenzangu nilocheza nao wakipata ushahidi wa kuja kutolea testimonium, tutatoa testimonium. Lakini ni kitu ambacho mimi nimeki-experience kwenye kucheza kwetu. Hiyo ni tafsiri yake kwa upande wa pili wanafuatwa. Yaani ukiwa unacheza na hizi timu miongoni mwao, ukicheza na huyu basi upande wa huyu anakufuata. Kwa sababu anajua ukimkwamisha yule au ukimchelewesha mipango, faida kwake. Kwa sababu kwenye mbio za ubingwa zimejipambanua kwamba ni wao wawili. Hii iko wazi. Bwana, ni hiko ambacho tunakizungumzia. Sasa twende kwenye chanzo cha huu mjadala mkubwa ambao umetuweka hapa sisi tunaozungumzia, nikiwa mimi Idi Nonga teacher Mfinja sambamba na Zuberi Mkalaboko. Mchezo wa Simba dhidi ya Mashujaa. Je, kinachozungumzwa ama mjadala uliotokea unaakisi ambacho kilitokea kwenye ule mchezo kwa mwamuzi Kefa Kayombo kwenye baadhi ya matukio, hasa kwenye dakika za nyongeza? Kwa maana hiyo tuanza dakika kipindi cha kwanza. Dakika za nyongeza zilikuwa ni 6, wengi wanalalamika zikachezeshwa dakika 8, na baadhi ya matukio wengi ambao wanazungumzia mipira kwa inasimama sana favor kwa timu ya Simba, ilikuwa inatokea hivi. Yako makosa ya mwamuzi kiuchezeshaji. Lakini yapo makosa ya mwamuzi kiuamuzi. Yote na kiuchezeshaji ni kitu kingine na kiuamuzi ni kitu kingine. Mchezo ule yako makosa ya mwamuzi ambayo tunaweza tukahesabu katika matukio kadhaa. Lakini yako maeneo mengine ni makosa ya wale Mashujaa ambao walikuwa na invite mwamuzi amue tofauti. Moja kitu ambacho kilinikwaza sikupenda, Mashujaa walitengeneza tatizo kwa kuanza kujilinda bila mpira na kusababisha muda mwingi wawe kwenye pressure. Lakini pia kutaka kulinda kwa kuchelewesha muda. Kitu ambacho pia kikamtumia mwamuzi kulinda muda wake. Lakini yako makosa sasa ya mwamuzi kwenye uamuzi ambayo ni maeneo mengine. Sasa tukiangalia maeneo yote matatu, unapata makosa ya mwamuzi, unapata makosa ya timu yaliyosababisha mwamuzi afanye makosa. Yote yanaingia kwa pamoja. Lakini kwa nini inakuwa hivi? Tuna maeneo tunapata standard ya mwamuzi ina shida. Ambaye Kayombo sikatai. Lakini pia amekuwa ni kama wanasema mchinjaji ambaye avuji, yani ni wanasema mimi Kefa Kayombo na mtazama ni kama mchinjaji ambaye anakuwa amwagi damu anapokuwa anachinja kwenye mechi za Simba. Kwamba ni yule katili sasa. Yani wanamwamini kwamba hawezi kumwagana huruma. Amwagi damu, mambo yanatulia. Kwa nini? Dakika zile kutoa tuta. Maana tuta dakika yote. Tuta haina muda maalum. Ili mradi liavie kwa tuta. Zuberi kwa mpira wetu. Yani lazima tukubali. Penalty muda wote wa mchezo haina muda maalum. Ila kuna mazingira waamuzi wetu wanaanza kucontrol pressure za timu ndogo dhidi ya timu kubwa. Wanaona kabisa kwamba wachezaji wa timu ndogo muda wote watacommit offense dhidi ya wachezaji wa timu kubwa. Kwa nini? Kwa kuanza kutoa adhabu. Ambako mara nyingi wachezaji wa timu ndogo wanaanza kuwa frustrated. Wanavurugika kwenye mechi. Kwa nini? Kosa anaweza kufanya mchezaji wa timu ndogo, anaweza kufanya mchezaji wa timu kubwa. Kwa nini? Hapa ndio unagundua shida ya ku maintain standards za waamuzi wetu. Uwezo wa waamuzi wetu. Namna ambavyo kwa na Kayombo ndo anaingia. Lakini sio Kayombo tu. Leo yuko smart. Anachezesha mechi hapo Samuyo hapo. Rekodi yake tunaijua. Ndio tunarudi sasa kwamba bodi ya ligi imeamua kuifanya ligi yetu ishinde kuweka viwango na ubora. Smart anachezesha Samuyo.
ana mechi zinazohusiana na Simba kafanya makosa ya kutosha. Sasa tunajiuliza baada ya yale makosa wanapimwa vipi kubadilisha makosa yao? Na tumeweka standard gani ya mwamuzi kufanya makosa? Kwa hiyo unagundua kwamba kuna waamuzi wetu wanafanya makosa ya kujirudia. Sio kwa mechi za Simba tu. Wapo waamuzi wamechezesha mechi za Yanga. Wamefanya makosa makubwa. Lakini hakuna mtu anayekaa na kuona kwamba hii standard ya waamuzi wetu tuendelee kuvumiliana ama tujenge kwa utaratibu maalum wa kutafuta watu sahihi kwenye ubora. Hatujafikia huko, tumeamua kufurahia matatizo yetu kama changamoto. Unajua matatizo ukiyageuza changamoto utakuwa yatatui. Kila siku utasimulia haya mambo tumeyazoea. Sasa hivi tumeanza kuzoea mambo. Kwa hivyo mimi nikiangalia hili kwenye eneo la uamuzi, yako makosa ya muamuzi kabisa yako wazi. Lakini yako makosa ambayo yamefanyika na timu kupelekea muamuzi kukosea. Sasa haya yote tunayaondoa. Tunayaondoa kama tunaweka utaratibu maalum wa kupima viwango vya uamuzi, lakini vya kulinda nidhamu za timu kucheza. Ziko timu kwenye baadhi ya maeneo mengine zinaadhibiwa. Ukiwa umecheza mchezo mbaya, adhabu zipo timu. Faulu fulani mnakuwa komite mnaadhibiwa. Nafikiri Ulaya wana utaratibu. Aina ya faulu ziko nyingi, mnafanya makosa, adhabu zipo. Grade zinasunguzwa. Kwa hapa Tanzania kanuni inayotumika ambao Mashujaa itawahusu ni yellow card zaidi ya 5. Kwenye mchezo mmoja. Kwenye mchezo mmoja yellow card zaidi ya 5, faini yake ni 500,000. Benchi la ufundi likielezwa kushindwa kucontrol mchezaji wake. Sasa unarudi zile yellow card zimetoka kwa sababu gani? Kwanza unaweza kukuta ni namna muamuzi alivyoanza kuchezesha mchezo ukawatengenezea pressure Mashujaa. Sawa. Lakini na muamuzi naye intention yake kwenye hiyo game kwa kuamini wao wanastahili kufungwa. Kwa sababu kiuhalisia timu zetu Giants tunazijua uwezo wake wa kucheza na hizo nyingine. Sasa waamuzi nao wanakuwa kama mkuja na matokeo mfukoni. Kwa hapa lazima mtu apigwe leo. Kwa hiyo unakuta tension zao ziko. Lakini waamuzi hawa wanarudia kufanya makosa hayo na wanaaminiwa hivyo hivyo. Kuchezesha timu hiyo hiyo na michezo hiyo hiyo. Sasa inaleta standard unaipata wapi? Na sio kwa Simba peke yake. Tuna waamuzi kama hao wakicheza mechi ya Yanga, mechi ya Azam, tutafuta hata mechi za matabaka ya chini. Wana makosa mengi. Nani atatuletea standard ya waamuzi kama Amduni hapa tumetoka kumsikia naye hakubaliani na hizo hali, wanataka kuhamisha tatizo. Tunalo tatizo kubwa la kutokulinda maadili kwenye ligi yetu kwa sababu tu ya kufurahisha matokeo. Watu wanataka matokeo hata kama hayatokana na halali. Kwa hivyo ni maeneo ambayo hili lazima hili jambo hili libebwe katika mjadala wa kutatua tatizo. Lakini sasa hivi tumeingia ugonjwa mbaya sana. Ukizungumza kosa la waamuzi kwa sababu Simba kacheza juzi na leo ana mechi jioni unaonekana unawafuata. Unawafuatilia Yanga ukizungumza tatizo la waamuzi na muamuzi pengine leo anahusishwa naye alichezesha mechi nyingine unaonekana unawafuata. Mashabiki wao, viongozi wao, wote wana matatizo hivi vilabu. Wote ni matatizo hao. Wote wanapenda kupanga matokeo hao. Wala ushahidi wao utoki mbali. Weka kanuni tu tutawakamata. Sasa kanuni haiweki, maana yake shida ya viongozi wa vilabu ndio viongozi wa bodi ya ligi. Si wana timu wale kwenye bodi ya ligi wale. Sijui utasaidia kwa liga. Muundo wa bodi zao sasa kama timu zimekaa. Kuna watendaji. Sisi bodi yetu ya ligi watendaji wanatokana na timu. Sasa timu zetu hizi kubwa mbili hazikosi ushabiki. Wewe mwenyewe una timu kati ya hizi mbili. Sasa ukishakuwa na timu kati ya hizi mbili na nafasi ya utendaji wa bodi inaruhusu ushabiki inakuwaje? Chombo chenyewe hakijawa huru. Of course mimi nakili Azimio la Bagamoyo ndio limetuletea bodi ya ligi. Lakini tulipofika Rais Karia hii bodi itazamwe kama chombo huru. Haya mambo yatamwepusha yeye na kelele kuhojiwa. Mimi nadhani ingekuwa bodi chombo huru, hata ule mjadala wa bodi ijiuzuru asingehojiwa Karia Airport. Yeye angekuwa na mambo yake unayohusu. Yaani aviete basi umhoji Joao Luis Ramirez. Wala Liga de Santana na ingekuwa sio yake. Wizara ya mambo ya ndani, wizara ya utalii. Utalii mtahoji na mchakato na katibu mkuu wao. Lakini tungefika huko hata Rais Karia asingehojiwa siku. Nadhani kama tunajifunza kutatua matatizo na kutaka tubadilike. Sasa mpira wetu umeendelea na tunakubali. Hizi ni changamoto tunatakiwa ziondoke. Ili eneo la bodi kuifanya kuwa chombo huru liangaliwe. Sasa shida ni kwamba bodi ni chombo chanzo cha mapato ya TFF. Sasa mtu anaanzaje kutoa ugali wake? Usiwe sehemu ya sahani yake. Mbwa, tumalizie kwenye eneo la kitaalamu na kiufundi kabisa, ni eneo ambalo pia umelibobea kwenye hizi dakika za nyongeza. Nadhani pia mjadala mkubwa ulikuwa hapo kwenye kipindi cha kwanza na zile dakika 15 za mwisho ambazo zilichezeshwa zikavuka zaidi kutokana na sababu mbalimbali ambazo wengi walizitaja kuwa wachezaji wa Mashujaa waliendelea kupoteza muda. Kitaalamu ipoje? Hii iko kwenye sheria namba 7 ya mchezo wa mpira wa miguu, match duration. Kwamba muda unao mchezo. Kwa mechi za kawaida za ligi kama hizi wana consider dakika 90. Lakini kwenye mechi ambazo labda ni za mtoano mnaweza kwenda mpaka 120 kwa maana 30 za nyongeza. Kanuni zimeweka wazi. Kwenye sheria namba 7 ambao unaipata hii match duration, muda wa mchezo unasema zitaongezwa
dakika kadri ya mwamuzi alivyo mahitaji ya mwamuzi kutokana na calculation za mwamuzi, kwamba hii game imesimama sana hapa tatu na historical background, kwa nini dakika zile za kufidia haziitwi dakika za nyongeza, za kufidia. Zinatakiwa zitokane na pengo la muda ambao mpira ulikuwa ndani ya mchezo, na mpira kuwa ndani ya mchezo au kuwa nje tunaipata kwenye sheria namba 9, ball in ball out. Ni wakati gani mpira uko ndani, wakati gani mpira uko nje ya mchezo. Sasa awali concentration ya zile dakika 3 ambazo zilikuwa ni kama common, tulikuwa tunazipata kutokana na substitute 3. Wanaamini eneo pekee linaosimamisha mpira, linaochelewesha muda ni substitute. Kwa hiyo sekunde 30 mara 3 kwa upande moja unapata dakika moja sekunde 30 na upande wa pili dakika moja sekunde 30 unapata dakika 3. Ndio maana kuna nyakati ulikuwa unaona kila kibao kikipanda kina dakika 3. Unajua dakika 3 vipi? Yes. Baadaye wakaona kwamba kwanza baada ya ujio wa corona ulibadili sheria ya kwenye football kama si kanuni ambao IFAB ilibidi wapitie upya ya kuhusiana na substitute. Substitute sasa hivi ziko 5 kwa game moja. Kwa maana dakika zitaongezeka. Lakini tukitoka huko kuna watu wakalalamika kwamba mechi nyingi sana zimekuwa zitupi dakika 90. Kuna ujanja wa kupunguza muda na nini. Kwa hiyo tunapaswa ule muda ufidiwe. Ndio hapa sasa zikaja zile added time ambao mwamuzi wa ndani ndio anatakiwa kumpa force official. Kuna signal huwa anaenda kumpa. Anaweza kama anapandisha socks hivi afu akaweka vidole vyake, wao wakageana ishara, na mwamuzi force official anaweza kucheki, mbona center referee hanipi mawasiliano. Anaweza kuchukua mpira akawa kama anaenda kudunda pale, kumbe anatafuta communication. Alafu yule ataonesha tu, na wanashauri ni vyema isiwe ile ya hadharani sana. Unajua kuna ile mwingine anaweza kuonesha 5 kama kwenye mchezo wa Namungo na Singida, unajua mwamuzi alionyesha dakika 5. Ndio. Kabunda na mwamuzi alimwambia dakika 7. Sasa kwa nini huwa wahitaji uoneshe vile mpaka wachezaji wakajua? Kwa sababu kuna mtu mwingine anakuwa amekusudia jambo baya, lakini anajua nikipewa kadi nyekundu zikiwa zimesalia dakika 2-1 haitapunguza pengo langu, halitakuwa kubwa kama ambavyo nikitoka kwenye dakika ya 10 ya bado. Kwa hiyo anaweza kufanya kitu ambacho alihifadhi bado baada ya kuona muda ulivyo. Sasa basi baada ya control hii kwenye ile sheria inasemaje? Zile zitakazo fidiwa zikishaoneshwa kama ni 5, 7, 10 zisipungue, ila zinaweza kwenda juu zaidi endapo kuna kuchelewesha tena baada ya zile dakika kuongezwa. Sasa basi tunakwenda kuziangalia 6 za dakika za hafu ya kwanza. Zile 6 hafu ya kwanza maybe kulikuwa kuna delay ya hapa na pale, lakini zilikwenda kuchezeshwa 8 zikaongezeka. Forget about that. Tunakwenda kuziangalia zile 15 za pili. 15 za pili baada ya kuoneshwa dakika kama 70 na kitu zilikuja kuendelea, yani zile dakika ziliendelea. Lakini baada ya kupata goli la penalty, baada ya kwenda kuanzwa mpira, kulikuwa kuna delay nyingine. Lakini kwa nini haikuendelea kutoka zile 15 kuextend labda 17, 10 na ngapi? Kwa sababu bado na zenyewe zilifujwa, zilihujumiwa. Kwa nini hazikuongezeka? Ndio maana mwamuzi Kefa, pamoja na ubora wa kuchezesha ile mechi kwenye penalty zote mbili, mimi sina dosari, simkosoi. Kwenye red card ya kipa, red card ya kipa Kamis Bievo alikuwa na kadi ya manjano. Baada arahisishe mchezo kuchezwa, yeye anauletea mkwamo mchezo, kwa sababu ugumu, kwa sababu huwezi kuanzisha mpira kwa kuna mpira miwili ndani. Mwenzie kampasia, yeye kaupeleka horizontal ndani kwenye pitch kwamba anaurudisha mpira. Kwa nini wakati amepewa na mwenzie asiuelekezee nje ili kutoa time ya kuwahi mchezo kuendelea? Kwa hiyo kote kuna kutana na dosari. Lakini mimi kwangu, kwa bwana Kefa, dakika 15 kwenye mchezo wa mpira wa miguu sio shaka kuongeza kama kulikuwa kuna sababu za msingi za kuongeza. Hii hapa ndio tunaonyeshwa ile ya kama ataturudishia nyuma hapa tutaona jinsi gani kule inawekwa tunatengwa mpira upigwe. Yes, kuna mpira wa kwanza ulikuwepo kule ndani ambao unahesabika uko ndani uko ndani. Kuna mpira uko ndani.
alafu huu wa pili ambao mwenzake aliupiga uje kwa kipa, kwa maana ya kipa utoe nje, kipa kauweka ndani. Hiyo unaona unaingizwa ule pap. Wakati ule kuna mpira kule kule kwenye kona. Umeona anaweka mpira. Yaani kama anafanya makusudi. Sasa kipa anafanya makusudi kwa sababu tukio ni la kona, mpira unatakiwa upigwe kule kwenye kona. Maana yake hapa alitakiwa kuutoa mpira nje kwa kupitia upande wa goal line ili mpira wa kona uhalalishwe. Sasa hapa ndo unauliza maturity ya player. Mchezaji ameshacheza ligi kuu kwa muda kadhaa, ni kanuni ambazo anazijua. Sasa hapo utamlaumu Kayoko kwa minajili gani? Ni kanuni imesimama na mtu huyu alikuwa na njano ya kwanza. Huna kabisa lawama kwenye eneo hili. Pale yuko sahihi. Yes, tunakuja kuziangalia labda zile penalty unaweza ukazielezea, lakini tunakuja kwenye ile 15 aliyonyanyua at once. Maana yake zile dakika 15 tulizoziona, yawezekana kama angefidia tena zilizopungua ndani ya 15, ile game ilikuwa inakwenda kwa dakika 20 na kitu. Sasa tunamuona kwamba pamoja na mchezo kusimama kwa sekunde 30-10 ulikuwa ni vigumu kupata dakika 15 za nyongeza. Kwa sababu matukio yanayoongeza dakika nyingi mara nyingi inakuwa ni kutibiwa kwa goalkeeper. Kwenye incidence hii unakuta kama goalkeeper walikuwa excluded. Watu walikuwa wanalala ndani ni almost wachezaji wa ndani. Sasa ndio maana tunatia tunatia doubt, kwa nini dakika ziliongezwa 15? Na kama ziliongezwa 15, kwa nini baada ya zile 15 ile tap imegoti ya 15 game ikaisha? Kwa nini hakukuongezwa kingine? Je, anataka kutuashua kwamba zile dakika 15 za pili hazikufujwa hata dakika moja, hakuhujumiwa? Ndio hapo unapoenda kutia mashaka na uchezeshaji wake. Tumekuwa na mjadala mzuri sana kwenye kickoff number 1 ya leo, siku nzuri kabisa ya Jumatatu. Kubwa zaidi hapa tulitazama kile ambacho kimetokea na kuzua mjadala mkubwa katika mchezo wa Simba Sports ambao walicheza dhidi ya Mashujaa katika dimba la KMC. Waamuzi walikuwa moja kati ya eneo kubwa la kuzungumza, lakini pia mazingira ya mchezo wenyewe. Hii kamuibua mwenyekiti wa kamati ya waamuzi Hamduni Nasoro, ambaye akazungumza ambayo pia hapa ilitupa sisi nafasi ya kuyazungumzia. Nilikuwa na Mpwaticha Tigana Lukinja pamoja na Zuberi Mkalaboko, wote katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Ukiandika majina hayo pia unawapata. Mimi ni Idi Nonga, Idi Nonga _ kuniandikia hivyo unanipata.